Ndugu zangu, leo tukiwa katika Ramadhani ya 12, vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Irani vinaendelea. Watoto wanauawa, kina mama wanauawa, wazee wa pande zote, na watu ambao hawana hatia. Lakini vile vile mali zinapotea na watu wanaishi katika mazingira ya wasiwasi. Na pengine hivi karibuni tutaanza kushuhudia athari za vita hivyo katika nchi zetu zote kwa ujumla, na hasa hatari za kiuchumi. Lakini katika mambo ambayo tunatakiwa tuyafahamu ni kwamba vita hivi ni vita vya kibeberu, yani imperialistic war. Na maana ya imperialism ni ubeberu, na ubeberu maana yake ni nchi yenye nguvu kuvuka mipaka yake wakaenda nje kuwinda rasilimali za nchi nyingine. Hiyo ndio maana ya imperialism. Tunapaswa tuelewe kwamba vita hivi ni vya sampuli gani. Tumo katika ulimwengu kama ilivyokuwa jana vile vile wa kunyang'anyana rasilimali za dunia. Kwa bahati mbaya sana ni kwamba historia inatufunza kuwa nchi za kimagharibi zimewahi kupigana vita kunyang'anyana mali ambazo si za kwao. Na hiyo ndio maana ya vita kuu ya kwanza na vita kuu ya pili, na vinajulikana kwamba ni imperialistic wars, vita vya kibeberu. Katika mambo ambayo walimwengu wanaghafilika nayo ni kwamba hizi nchi za kimagharibi ambazo sisi tunazipigia mfano katika maendeleo, na hasa maendeleo ya kiuchumi, mali na utajiri wao wameupata kwa kupora, kunyang'anya na uharamia, yani looting, piracy. Ndio historia inasema hivyo. Na walionyang'anywa ni nchi za wanyonge. Sasa ujambazi huo haujakoma, wala hawakufikia mahala wakasema tumetubu, hatuendelei kupora. Aina na namna ya uporaji tu ndio imebadilika. Sasa kilichokwepo ni utaratibu unaoashiriwa kwenye concept hizi, concept ya center na periphery, kwamba wanachojaribu kutengeneza ni ile nchi yenye nguvu inatengeneza mazingira ya kuwa ni kitovu, ni center, alafu hizi nchi nyingine zinalazimishwa kuwa ni nchi za pembezoni, periphery. Na kawaida zile za pembezoni zinatakiwa zihudumie ile ambayo ndio iko katikati, kitovu. Kwa maana uchumi wetu wote uwe unahudumia uchumi wa center. Siasa yetu iwe inahudumia siasa ya center. Lakini vile vile hata utamaduni wetu uwe unahudumia utamaduni wa center. Haya ni masala yanahitaji ufafanuzi kiasi cha mtu aelewe kwamba yule mkulima wa mahindi pale Singida mpaka ayauze mahindi yake Dar es Salaam, kuna sehemu ya pesa ile inakwenda kwa Marekani. Ndio maana center na periphery, kwa maana kwamba sisi sote tunahudumia center. Jitihada zako zote unazozifanya, kuna sehemu ya jitihada zako zinaibiwa. Ni concept ambayo inahitaji ufafanuzi. Kwa mfano, ili wewe ununue unga dukani, ule unga pale Dar es Salaam unaponunua, hawakuwahi kulima mahindi. Yale mahindi yameletwa kutoka Singida kwa mfano. Kama yameletwa kutoka Singida, maana yake yamesafirishwa. Na kama yamesafirishwa, petroli au dizeli imetumika. Kwa hivyo ule unga ukiununua umelipia na pesa ya petroli au diesel.
la sivyo muuzaji hawezi kupata faida, lazima akuchaji na gharama za usafiri, sio? Na ile petroli au dizeli ilinunuliwa kimataifa kwa dola. Iliponunuliwa kwa dola, kulikuwa kuna sehemu ya pesa ya Marekani. Kwa hivyo hata mama ntilia anapouza chakula chake pale, kuna pesa kidogo ya Marekani pale, kwa sababu makaratasi haya yanayoitwa dola ya Marekani lazima yanunuliwe, ndio mafuta yanunuliwe. Na wao walihakikisha nchi zote hazitofanya biashara ya mafuta bila kutumia sarafu au noti ya dola. Na moja katika madhambi makubwa ya Saddam ni kule kutangaza kwamba hatowauzia mafuta na hatotumia dola katika biashara ya mafuta. Sasa hiyo ndio concept ya center na periphery. Zamani Roma ilipokuwa ni center, palisemwa kullu turuqi tuaddi ila Roma, njia zote zinaelekeza Roma. Roma ndio kibla cha watu. Na kijeshi leo hii ndio maana Marekani ana kambi za jeshi zaidi ya 800 duniani, zaidi ya 800. Na kwa hakika huwa haombi ruksa kuweka kambi ya jeshi kwenye nchi yako, hutoa taarifa. Na zile kambi za jeshi hakuna anayejua yanayojiri pale ndani, na wala hana haki ya kutaka kuyajua. Kambi 800 za jeshi zimesambazwa kwa zaidi ya nchi 80 duniani, zikiwemo nchi za Mashariki ya Kati kuna kambi kubwa, na nchi za Ulaya kama Ujerumani, na nchi za Asia kama Japani na Korea Kusini. Amesambaza kila mahala. Swali ni kwa nini? Kwa ajili ya kazi gani? Ukiulizwa utaambiwa kwa ajili ya usalama wa taifa letu. Na vitisho vya nani? Utaambiwa kwa ajili ya kusaidia wale marafiki zetu. Lakini ukweli ni kwa ajili ya create hostilities, kutia hofu na wasiwasi. Na hofu na wasiwasi ni sehemu katika biashara, kwamba ikiwa hakuna hofu, hakuna wasiwasi, hakuna haja ya kununua silaha, hakuna haja ya kushindana kununua silaha. Lakini wakiwepo pale pia wanatuma message za kisiasa kwamba tuko jirani sisi, tia adabu. Ukiwa huna adabu zako, sisi tunaweza tukaingia wakati wowote. Hatuhitaji kutoka kule mbali tukavuka bahari zote kukufuata, tuko hapa hapa jirani. Hiyo ndio hali ya dunia namna inapokwenda. Kwa hiyo tusisahau kwamba yule jambazi wa jana bado ni jambazi mpaka leo hii, lakini mbinu zake za wizi na ujambazi ni tofauti tu. Kwa hivyo sisi tusifikie mahala sasa tukazozana kwa misingi ya kidini, misingi ya madhehebu, misingi ya taifa, Kenya, Tanzania, Uganda, ambapo hiyo jiografia yenyewe ni ya kikoloni. Tukazozana alafu tukasahau yule jambazi wa kimataifa anayekuja kutupora sisi sote. Na hii ndio hali tuliokuwa nayo leo hii duniani. Watu wanakaa sasa kumlaumu madhulumi, na hawa hawazungumzi chochote kwa dhalimu, kwamba madhulumi amepiga nchi zetu ambazo zina kambi za kijeshi za dhalimu. Tunaelekeza mashambulizi yote kwamba huyu madhulumi amekosea sana, na tunafikiria kwamba na sisi tupambane naye. Na nawahakikishieni, lau kama ikifikia mahala kwa bahati mbaya Irani ikadhoofika, ikashindwa vita, dakika za mwisho za vita, mtawaona wale wanyonge waoga na wao watarusha makombora. Watarusha makombora kuonyesha na sisi tumo. Lakini hata kama wakishinda wa Marekani au wasishinde, ile bili ya vita itapelekwa kwa Waislamu, waambiwe bili ni hii. Kisha wataambiwa kwamba tulikuwa tunafanya yote haya kuwalindeni nyie. Wakati huo lugha nyingine zote zitasahaulika. Watatakiwa walipe bili kama ambavyo kuna wanaoendelea kulipa bili mpaka leo hii hawajamaliza. Hii ndio hali ya dunia, na tunachotakiwa sisi wanyonge kwa pamoja tufumbue macho, tujue adui yetu halisi ni nani. Rais wa Marekani ni sawasawa kama Mussolini, hana tofauti na Alexander the Great, hana tofauti na
Vasco da Gama, hana tofauti na Christopher Columbus, na kama unataka zaidi basi yeye ndo Hitler wa zama hizi. Assalamu alaykum.